Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Je, kuna mzaliwa yoyote alipatapo kuzaliwa pasi na kupiga kelele wakati wa kuzaliwa, kwa maana ya kulia? Je, historia inasemaje kuhusu hilo? Moja hadithi ikiwa imeelezewa na sahaba mkubwa Abu Huraira Abdurrahman ibn Auf, ikiwa imerekodiwa katika Sahih Bukhari, ikiwa pia katika tafsiri ya Ibn Kathir. Hata Imam Al-Baghawi katika tafsiri yake amerekodi hii hadithi ikisema, ma min mauludin yulad illa masahu ash-shaytanu hina yulad fastahillu sarikhan min masiyahu illa Maryama wa ibnaha. Hakuna mzaliwa yoyote anayezaliwa isipokuwa shetani humgusa wakati wa kuzaliwa, hivyo hupiga kelele kwa sauti ya juu kutokana na ule mguso wa shetani kwake huyu mzaliwa, isipokuwa Maryam na mwanawe, ikiwa kusudiwa Isa ibn Maryam. Huyu mhadithiaji ambaye ndio Abu Huraira, yeye akaongeza maneno yake, iqra'u in shi'tum, ikiwa mtataka someni, wa inni u'idhuha bika dhurriyataha minash shaitani rajim, ikiwa ni kipande cha aya alichokisoma mama wa Maryam aitwaye Hanna baada ya kumzaa Maryam na kuwa ni wa kike. Hajakuwa kusudio lake ilikuwa ni kupata mtoto wa kiume. Akasema, wa inni u'idhuha bika, na ninamkinga ninamhifadhi huyu Maryam kwako wewe Mwenyezi Mungu, wa dhurriyataha, na kizazi chake ama watoto wake, mina shaitani rajim, kutokana na shetani aliyelaaniwa, ikiwa inaonesha kwamba huyu Isa ibn Maryam hakuweza kufikiwa na huyu shetani na wala kuweza kuguswa kutokana na hii kinga aliyoisoma aliyeiweka huyu Hanna ambaye ndio bibi wa Isa ibn Maryam. Hata imekuja hadithi nyingine ikiwa inaonyesha kwamba mwanadamu huwa anachomwa na ibilisi kwa kupitia kidole chake katika sehemu ya mbavu zake. Hadithi hii imekuja pia imerekodiwa katika tafsiri ya Ibn Kathir. Ikisema, kullu bani adama yat'anu ash-shaytanu fi jambihi hina taliduhu ummu, kila mwanadamu shetani huwa anachoma katika ubavu wake wakati anazaliwa na mama yake, illa Isa ibn Maryama au illa Isa ibn Maryama, dhahaba yat'anu fat'ana fil hijabi, isipokuwa Isa ibn Maryam, Ibilisi alikwenda kumchoma huyu Isa, akachoma katika kinga, katika kizuizi, kwa sababu huyu mtu amekwisha hifadhiwa kupitia dua ya bibi yake, akashindwa kumchoma. Tunachojifunza ni kwamba ikiwa mzazi amekwisha mzaa mtoto wake, anatakiwa asome hiki kipande cha aya yeye mwenyewe kwa ajili ya kumhifadhi mwanae. Hata Isa ibn Maryam alikuwa madhubuti sana katika mitume waliovumilia mambo mengi sana, misukosuko na matatizo. Moja ya sababu zake ikiwa ni umadhubuti wake, kwa sababu shetani hakufanikiwa kumgusa kupitia hifadhi hii. Wala una qadra billahi tawfiq, wallahu a'lamu bisawab.